Kazi ndio mume wako mzuri, kazi ndio boyfriend mzuri, kazi ndio mwenza wako wa ndoa mzuri. Unathamini wazazi, unathamini kazi, unathamini mwajiri, unathamini Mungu wako. Kwa watu wawe kuwathamini. Moja, Muumba, unamtukuza. 2, kazi yako, wazazi wako. Umepata mwenza wako. Umepata watoto wako. Sisi Wajita, Nyanja yuko hapa, mkurugenzi wa Wanging'ombe, tunasema ukoo unaanzia kwako, unaishia kwa watoto. Yaliyobaki ni matawi, marafiki. Ukoo unaanzia kwako wewe, unaishia kwa watoto wako, na yale matawi ya wazazi basi. Ndio maana hapa ukiambia mama mdogo amezimia, unaweza kwenye group la WhatsApp anaendeleaje. Ukiambia mama yako amezimia, unaomba ruhusa uondoke uende, si ndio? Sijui somo mmeelewa. Who to value. Ni kweli wote sawa, kaka dada, lakini mkienda kwenye madaraja, kaka yuko hospitali amezimia na mwana yuko hospitali amezimia, tunataka kuongezea damu, unaongezea kaka? Unaongezea nani? Kwa kuna madaraja. Kwa hata madaraja ya kuthamini, lazima uthamini kazi yako. Unaamka asubuhi, unaoga, unapendeza kwa sababu ya mshahara wako. Ipende kazi, itunze, afu kuwa proud na kazi yako. Asije mtu mjinga akakwambia, maana na huko mitandaoni wanaandika watu wenye maisha magumu, walimu. Huyu aliandika mwenyewe mpumbavu. Unafahamu mshahara wa mwalimu? Afu unaongelea walimu wapi? Kuna walimu wamefanya mambo. Nenda pale Bunda, kuna mwalimu anaitwa Toti. Alianza kukopa kigali kimoja kwenye mshahara. Ameenda, unamfahamu Toti Nyanja? Kwa mwalimu wa shule ya msingi wa Upe. Leo ana magari zaidi ya 15. Yanafanya ruti ya Musoma Mwanza. Alikuwa mwalimu tu kama wewe unaajiriwa. Akatafuta kitu cha kustaafu, cha kufanya kabla hajastaafu. Na akasomesha watoto wake, wakaja kwenye kampuni. Wakakuza kampuni ile ya magari kutoka magari 3 mpaka amefika zaidi ya 15. Kule China wanamwamini, analipa robot, wanampa magari. Mwalimu wa shule ya msingi. Hasa unaongelea mwalimu yupi? Kwa hiyo kama umetengeneza maisha magumu, ni ya kwako wewe. Huko mnakoenda huko kwenye vijiji, utakutana na mtumishi wenzako tu, mtendaji wa kijiji, ana maisha. Amejenga nyumba yake, ana bodaboda 2, ana shamba la parachichi, ana shamba la miti, anauza mkaa, anauza mbao, analima viazi. Angalia fursa. Umeenda pale na mshahara wako wa 500,000 kwa mwezi, 700,000. Lakini ujue kwamba wewe unaweza ukaenda benki na kakaratasi kale ka salary slip, benki ikakukopesha ukafanya cha maana. Usifanye makosa ya waliokutangulia. Walichukua mikopo, hawajua wamefanyia nini. Mwingine akakopea mikopo, kawapa ndugu, kafanya kilimo cha kwenye WhatsApp, hajapata faida. Kachukua mikopo, kaonga. Kachukua mikopo kwenda kuoa. Kachukua mikopo kuolewa. Sasa ile makosa wenzako wameshafanya, wewe yarudi. Unasema nataka kufanya kitu hiki. Unachukua kama mkopo kako unafanya. Mimi naamini kwenye maneno haya tuliyowaambia na semina zote mlizopewa, hamtakuwa wajinga kwenye utumishi wenu. Hamtakuwa wajinga. Na haya maneno nimeyasema siku nyingi. Kuna wanafunzi humu ambao nadhani nilifanya nao nikiwa Simiyu, walikuwa wanafunzi. Wako wapi? Hebu simameni. Wale ambao nilikuwa Simiyu wakiwa ni wanafunzi, wako wapi? Wote hao niwapeleka kwenye kambi za kitaaluma. Na nilikuwa nawaambia hivi, na wewe utakuja kuwa mjinga. Ndio maana hata umevaa suti nzuri, unaanza kazi mpya mpiga suti nzuri. Kwa sababu hawa hapa walikuwa kwenye kambi, naenda kuongea nao. Hawa. Lakini mimi naenda Muhimbili huko kwenda kutibiwa. Naingia emergency pale, nakutana na watu ambao walikuwa ni wanafunzi. Lakini nilikuwa nakutana nao kwenye kuzungumza kwamba kuna kesho ambayo lazima uitengeze leo. Kwa hiyo hata hawawezi kuwa wajinga. Wanajua thamani ya maisha. Haya mambo nimeanza kuambia wakiwa ni wanafunzi. Leo nawaambia hapa wakiwa wameajiriwa. Nikija hapa kuwaita baada ya miaka 3 ninyi, kuna watu watakuja na magari, kuna watu watakuja na bodaboda zao, kuna mtu atakuja hata nauli amekopa. Baada ya miaka 3. Basi kaeni. Kwa nimefurahi kuwaona. Hili ni jengo la mkuu wa mkoa, ni jengo la mkoa.
Ofisi ya mkuu wa mkoa iko hapa, katibu tawala wa mkoa yuko hapa, wakuu wa idara zote ngazi ya mkoa wako hapa. Una shida, mimi kwangu hapana protocol. Una shida, njoo. Nitakushauri, nitakwambia hili, nenda kamuone mtu wako hapa kwenye halmashauri. Wakurugenzi wapo, ni wazazi kwenu, ni viongozi. Sisi kama mkoa tunaishi vizuri sana. Tunaishi vizuri sana. Wakurugenzi wetu wana ubinadamu, madisi wana ubinadamu, ni wazazi, ni walezi, madasi ni wazazi, ni walezi. Usikae na jambo hapa tukaambia kuna mtumishi kajinyonga. Una jambo, nenda kwa wenzako. Mmenielewa vizuri? Lakini wewe kama mtumishi kaangalie fursa zilizoko kwenye eneo lako la kazi pale. Useme nadhani haka naweza nikafanya.